Naam, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumerudi tena kwa siku nyingine. Tumekutana katika uwasilishaji wa mada nyingine. Mada yetu inaenda kwa anwani inayosema majukumu na wajibu wa mwalimu wa somo. Majukumu na wajibu wa mwalimu wa somo. Sasa leo tutabadilisha mbinu. Jana tulifanya mbinu ya majadiliano. Leo nitatumia mbinu ya fikiri, jihusisha, shirikisha. Nafikiri walimu mnaifahamu hii mbinu. Kwa hiyo nitaeleza jambo ambalo unataka ulifikiri, utalifikiri wewe mwenyewe, alafu utamshirikisha mwenzako baada ya kufikiri, bwana mimi nimeelewa hivi na hivi. Alafu baadaye tutashirikishana wote kwa pamoja. Tupo sawa eh? Sasa kabla hatujaendelea na uwasilishaji wa mada yetu, nataka kwanza tujue au tunafahamu vipi tunaposema mwalimu wa somo. Tunafahamu vipi tunaposema mwalimu wa somo? Karibu. Nini maana mwalimu wa somo? Mwalimu wa somo. Wote si walimu na wote tunafundisha. Tumepewa somo na mtaaluma la kufundisha. Je, mwalimu wa somo ni mtu wa namna gani? Nyosha mkono. Fikiri, tushafikiri. Unafikiri hapo unamshirikisha mwenzako. Mimi ninafikiri mwalimu wa somo ni wa hivi na hivi na hivi. Alafu baadaye tunashirikishana kwa pamoja. Tunapata dhana. Mbona umshirikishi mwenzako? Jirani yako ndio mwenzako, umshirikishe. Jirani yako ndio mwenzako, mshirikishe. Madam, mbona mwambie mwenzako? Au ushapata? Ushapata jibu eh? Haya. Haya, nafikiri jibu lishapatikana. Kuna muda mchache, kwa dakika 30, kuna muda mchache. Jibu lishapatikana. Nani anyoshe mkono aelezee hicho ambacho mmefikishiana baada ya kushirikishana. Karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa salamu. Kwa ufahamu ambao tunashauriana ndio tutagundua kwamba mwalimu wa somo ndio somo linabaki kuwa ni somo. Ndio. Mwalimu wa somo ni yule ambaye anaandikishwa ile somo, lengo na madhumuni aweze kufundisha. Na lengo la kuandikishwa ile somo ni baada ya kuonekana ni mtaalamu na mwenye uwezo wa kuweza kufundisha bila kusika. Safi kabisa. Mwalimu wa somo ni unataka ujazie? Jazia. Pia katika miongoni mwa fafanuzi mwalimu wa somo ndio kwanza ni balozi na somo lile, ndio, lakini pia kusimamia ufaulu wa somo lake au darasa anafundisha. Sawa, tumeongezea na sifa zake, si ndio? Sawa, huku walimu madam au wamemaliza huko? Sana nyingine zake mwenye tofauti na hii mwenye tofauti. Kwa hiyo mwalimu wa somo ni mwalimu aliyepewa majukumu ya kufikisha au kuwasaidia wanafunzi kujenga umahiri katika somo husika. Huyo ndio mwalimu wa somo. Amepewa jukumu la kumsaidia nani? Mwanafunzi, ili kujenga umahiri. Maana tuseme alikumfundisha, hata tunasema kumsaidia kujenga umahiri. Tupo katika mtaalamu jasidi, tunamsaidia mwanafunzi kujenga umahiri uliokusudiwa katika somo husika. Mwalimu pale akaongezea na zile sifa ambazo huyu mwalimu wa somo anazo. Mwalimu amezisema pale. Kwa hiyo zinakuwa kama sifa za kujazilizia huyu mwalimu wa somo. Haya, tuje katika swali lingine ambayo pia utalifikiri, alafu utamshirikisha mwenzako, then tutajadiliana wote kwa pamoja. Tunaposema mwalimu wa somo, je, majukumu yake ni yapi huyu mwalimu wa somo? Naomba tutafakari majukumu ya mwalimu wa somo, kisha umshirikishe na mwenzako, alafu tupate kwa pamoja.
Hapo umejadiliana nini hapo kwa majukumu ya mwalimu wa somo? Karibu. Majukumu ya mwalimu wa somo kwanza ni kuandaa ufundishaji ambacho wanaendelea kusoma teknolojia kabla ya kupitia kwa uhakika kabla ya kuingia darasani. Kwa jukumu la kwanza ni kuandaa kipindi chake, si ndio? Jukumu la pili hapo mjadiliana hapo, kuhakiki mazingira ya darasa salama na safi kwa ajili ya kujifunza. Kuhakiki mazingira ya darasa salama na rafiki wakati wa kufundishia. Hapa mwalimu, ila tusirudie yale ambayo washasema wenzetu. Twende kufanya tathmini kwa wanafunzi wake. Mwalimu wa somo pia ana jukumu la kufanya tathmini kwa wanafunzi wake. Karibu. Kutafsiri mtaala wa ufundishaji. Kutafsiri mtaala wa ufundishaji. Kuhakikisha kuwa ana vifaa vya ufundishaji na wanafunzi. Kuhakikisha kuwa ana vifaa vya ufundishaji, anahakikisha na vifaa vya ufundishaji. Kubaini slow learners, ambao wanafunzi ambao wenye uelewa mdogo, si ndio? Hapa mwalimu. Ya majukumu ya mwalimu wa somo ndio kutunza kumbukumbu na matokeo ya wanafunzi katika somo. Safi kabisa, kutunza kumbukumbu na matokeo katika somo lake. Hapa sawa walimu wangu. Sasa tuangalie majukumu makubwa ya mwalimu wa somo kama ifuatavyo. Kwanza ni kuandaa azimio la kazi. Mwalimu wa somo jukumu lake kubwa, kwa sababu amepewa somo. Akishapewa somo anatafakari hili somo nitalifundisha vipi kwa wanafunzi wangu, si ndio? Sasa kabla hujaenda kulifundisha lazima uandae nini? Azimio la kazi. Wale walimu wanaotumia Kiingereza tunasema scheme of work, si ndio? Scheme of work. Huu ni mkakati wa muda mrefu. Kwa hiyo unasema sasa somo langu mimi nitengenezee kwanza mkakati.